Mafanikio makubwa tuliyoyapata, tulipitia pia changamoto na mitihani iliyotugusa sote. Itakumbukwa kuwa mwezi Oktoba mwaka huu tulipitia nyakati ngumu zilizohitaji subira, mshikamano na uzalendo. Kwa dhati kabisa, ninavishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama nchini na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Tumeweza kuthibitishia ulimwengu kwamba Tanzania ni taifa imara, himilivu na lenye kujitahidi kushughulikia changamoto zake. Tunapoanza mwaka 2026, serikali imejipanga kujenga umoja wa kitaifa nchini. Hatua za kuunda tume ya maridhiano zimeanza kuchukuliwa. Serikali itashirikiana na wadau wote katika kukubaliana kuhusu muundo wa tume, aina ya wajumbe, majukumu yao na muda wa kazi wa tume hiyo. Nitoe rai kwenu ndugu zangu wa Tanzania kwamba tunapoendelea kulijenga taifa letu, tusikubali tofauti za kiitikadi au kimtazamo zitugawe na kutupotezea malengo yetu ya maendeleo na ustawi wa taifa letu. Sote tunafahamu kuwa tofauti ni sehemu ya demokrasia, lakini zisitumike kuligawa taifa la Tanzania. Narudia kusema kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja tu. Ndani ya jamhuri hiyo kuna Watanzania ambao wamejengwa na itikadi ya kuamini kwamba amani, umoja na mshikamano hujenga uzalendo na ndio virutubisho vinavyotuletea maendeleo endelevu na ustawi wa Watanzania. Ndugu wananchi, katika mwaka 2025, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetimiza majukumu yake nchini na hata kikanda na kimataifa. Tumeweza kutimiza kamilifu wajibu wa wanachama wetu katika shughuli za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, Jumuiya ya Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Madola, nchi zisizofungamana na upande wowote na vile vile Umoja wa Mataifa. Tumetimiza wajibu wetu wa kulipa ada za wanachama, kushiriki mikutano, kujenga haiba na kulinda heshima ya taifa letu na kutoa mchango wetu kwenye shughuli za kimaendeleo, mazingira, siasa, ulinzi na usalama duniani. Aidha, mwaka 2026 Tanzania itaendelea kuimarisha na kudumisha ushirikiano wa kimataifa na kikanda. Vile vile, Tanzania itaendelea kutumia diplomasia ya uchumi kuvutia uwekezaji, kukuza biashara na kujenga ustawi wa watu wake, sambamba na kusimamia ulinzi wa taifa na mchango wake katika amani na usalama barani Afrika na duniani kwa ujumla. Ndugu wananchi, nihitimishe kwa kuwasihi Watanzania wote tusherehekee sikukuu za kumaliza mwaka na kuanza kwa mwaka unaokuja kwa amani na salama. Baada ya kusema hayo, niwaombe muungane nami. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie mwaka 2026 uwe mwaka wa heri na baraka tele. Amin. Nawatakia kila la heri katika mwaka wa 2026. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki nchi yetu Tanzania. Na asanteni sana kwa kunisikiliza.